Kama daktari wako amekushauri kufanyiwa upasuaji wa kubadilisha goti, basi video hii ni kwa ajili yako. Katika video hii tutakuwa tukijibu maswali yote yanayohusu upasuaji wa kubadilisha goti ambayo wewe kama mgonjwa unakuwa nayo kabla ya kuamua kufanyiwa upasuaji huo. Kwa hiyo lazima utakuwa na hofu kuhusu upasuaji wa kubadilisha goti kama operesheni. Kama vile ni maumivu kiasi gani yatakayokusababishia, ni aina gani ya kifaa cha kupandikiza watakachoweka mwilini mwako, au vipi kuhusu mchakato wa mazoezi ya viungo na kupona. Kwa hiyo kabla ya kufanya uamuzi, tazama video hii hadi mwisho kwa sababu itaondoa mashaka yako yote. Jambo la kwanza ni upasuaji wa kubadilisha goti. Je, ndilo chaguo pekee kwangu? Au unaweza kujiuliza, je, kweli nahitaji upasuaji wa kubadilisha goti au naweza kuchagua njia nyingine? Wakati mwingine kuna dhana nyingine potofu kwamba mimi ni mzee sana, au je, umri wangu ni sahihi kwa upasuaji huu? Kitu kinachofuata, watu huwa na swali hili akilini mwao kila wakati: je, sitaweza kutembea baada ya upasuaji, au maisha yangu yatakuwaje? Kitu kinachofuata, wagonjwa huwa na wasiwasi kila wakati kuhusu kama goti lao lote litabadilishwa au sehemu yake tu, au ni maumivu kiasi gani nitakayopata baada ya upasuaji, au ni kipandikizi kipi bora zaidi kwangu kufanyiwa upasuaji huu, na kipindi cha kupona au mazoezi ya viungo kitachukua muda gani? Basi hebu tuanze na swali la kwanza. La kwanza ni, je, upasuaji wa kubadilisha goti ndio chaguo pekee kwangu, au kuna njia nyingine yoyote ya kutatua tatizo hili? Kwa hiyo, upasuaji wa kubadilisha goti kwa kawaida huwa ndio chaguo la mwisho. Awali, wagonjwa wengi wanaweza kudhibitiwa kwa kupunguza uzito, tiba ya mazoezi na mazoezi ya viungo, au dawa za kurejesha gegedu, au kubadilisha mtindo wa maisha. Ikiwa mambo haya hayafanyi kazi, basi daktari wako anaweza kukupendekezea sindano. Kama hakuna kinachosaidia na baada ya hapo bado una maumivu makali ya goti au huwezi kutembea vizuri, kwa mfano, tuseme miezi 6 iliyopita ulikuwa unaweza kutembea kwa dakika 30 na sasa unaweza kutembea kwa dakika 10 tu kwa sababu ya maumivu ya goti. Hiyo ni ishara kwamba arthritis ya goti inaongezeka. Au kama unapata shida kupanda ngazi, au usiku hata unapogeuka kitandani unapata maumivu ya goti, au kama miguu yako inaanza kupinda, au kama herufi O ya Kiingereza, hiyo inamaanisha unapata ulemavu wa Duchenne varum kwa sababu ya arthritis ya goti. Au unapoamka asubuhi, unapata uvimbe mkubwa na maumivu kwenye goti lako na huwezi kufanya shughuli zako za kila siku kama kwenda jikoni au kwenda kwa matembezi yako ya jioni au ya asubuhi. Au kama unaenda kwenye harusi ya mtu, inabidi ufikirie kama niende au nisiende, kama nitapata kiti huko cha kukalia au la, kwa sababu siwezi kusimama na kula chakula cha mchana au cha jioni huko. Basi bila shaka hiyo inamaanisha maisha yako yanaathirika kwa kiasi kikubwa. Kwa kawaida, tunaweza kufanya upasuaji wa kubadilisha goti vizuri sana hadi umri wa miaka 85. Ikiwa hali ya afya ya mtu kwa ujumla ni nzuri, ikiwa moyo, mapafu, ini, viungo vyote vikuu vinafanya kazi vizuri, ikiwa mgonjwa anaweza kuhimili ganzi ya mwili mzima vizuri, na kwa ujumla kiwango cha utimamu wa mgonjwa ni sawa na nguvu ya misuli ni nzuri, basi tunaweza kuwafanyia upasuaji wagonjwa wote hadi umri wa miaka 85. Kwa kawaida, baada ya umri wa miaka 70, tunafanya upasuaji wa kubadilisha goti moja kwa wakati mmoja. Hiyo inamaanisha hatuharakishi kufanya magoti yote mawili kwa pamoja. Tunafanya upasuaji wa goti moja, kisha tunasubiri kwa siku chache, na kisha tunafanya upasuaji wa goti lingine. Kwa hiyo ni tahadhari moja tunayochukua katika taasisi yetu tunapofanya upasuaji wa magoti yote mawili kwa mgonjwa mwenye osteoarthritis ambaye ana umri wa zaidi ya miaka 70. Swali kubwa linalofuata ni, vipi kuhusu kutembea baada ya upasuaji wa kubadilisha goti? Kwa kawaida, wagonjwa wetu wote wanaweza kutembea ndani ya saa 24 baada ya upasuaji wa kubadilisha goti kwa msaada wa kitembezi. Timu yetu ya wataalamu wa tiba ya viungo humsaidia mgonjwa kutoka kitandani na kutembea. Wagonjwa wengi wanaweza kutembea vizuri kwa msaada wa kitembezi kwa siku 7 hadi 10 za kwanza, na baada ya hapo wanaweza kuacha kutumia kitembezi hicho. Na kutembea ndani ya nyumba, yaani kutembea ndani ya nyumba, kwa kawaida hurejea katika hali ya kawaida ndani ya wiki 3 za kwanza. Na kama unataka kwenda kutembea nje, tuseme matembezi ya asubuhi au ya jioni nje ya nyumba yako, wagonjwa wengi wanaweza kufanya hivyo ndani ya mwezi mmoja.
Swali kubwa linalofuata ni je, daktari atabadilisha goti langu lote au nusu goti? Sasa si kwamba kila wakati upasuaji wa kubadilisha goti zima unahitajika. Ikiwa sehemu moja tu ya goti imeathirika, tuseme sehemu ya ndani inayojulikana kama medial compartment na sehemu ya nje iko sawa, basi tunaweza kufanya kile kinachojulikana kama upasuaji wa kubadilisha nusu goti au upasuaji wa kubadilisha sehemu moja ya goti. Kwa hivyo daktari wako ataamua hili kulingana na umri wako, picha ya tirai ya goti lako, picha ya tirai ya mwili mzima, na wakati mwingine MRI inahitajika ili kufanya uamuzi huu. Swali lingine muhimu ni je, upasuaji wa kubadilisha goti unauma kiasi gani? Sasa, kwa kutumia mbinu mbalimbali za kudhibiti maumivu, tunaweza kupunguza maumivu kwa karibu 80%. Tunatumia kaveta maalum kwenye uti wa mgongo ili kupunguza maumivu ya mgonjwa. Pia tunatoa dawa za mishipani na viraka vya kupunguza maumivu. Hii inapunguza maumivu kwa ujumla kwa mgonjwa. Hali hii humfanya mgonjwa ajisikie vizuri sana kiasi kwamba siku ya kwanza baada ya upasuaji wa kubadilisha goti, mgonjwa anaweza kulala vizuri. Swali lingine muhimu ni kipandikizi kipi bora zaidi kwa goti langu? Kuna kampuni nzuri sana za Kihindi zinazotengeneza vipandikizi vizuri vya goti. Pia katika soko la India, tuna baadhi ya chapa bora zaidi duniani kutoka Marekani na Uingereza zenye utafiti mzuri wa kesi na historia nzuri linapokuja suala la upasuaji wa kubadilisha goti. Lakini daktari wako atachagua kipandikizi cha mwisho kulingana na mambo manne: umri wako, ubora wa mfupa wako uliopo, ulemavu wa goti lako na kiwango chako cha shughuli. Kwa hiyo kulingana na mambo haya manne, daktari anaweza kuchagua kipandikizi kutoka kampuni fulani ya Marekani au kampuni ya Kihindi au kampuni fulani ya Ulaya. Swali lingine muhimu ni kipindi cha kupona ni cha muda gani? Kwa hiyo kutembea au kupona huanza ndani ya saa 24. Wagonjwa wengi huwa wanaweza kutembea kwa msaada wa kitembezi kufikia wakati wanapoweza kurudi nyumbani kutoka hospitalini, na wengi wao huweza kuacha kutumia kitembezi hicho ndani ya siku 7 hadi 10. Kufikia siku ya 15, tunatoa nyuzi za upasuaji kwenye goti. Kufikia wiki 3, wagonjwa wengi huwa wanatembea vizuri ndani ya nyumba, na kufikia wiki ya 4, wengi wao huwa wako vizuri kwenda nje kwa matembezi ya asubuhi na jioni. Sasa ni mambo gani unayoweza kufanya kabla ya kufanyiwa upasuaji wa kubadilisha goti? Jambo moja ambalo ni muhimu sana ni kwamba unapaswa kudhibiti magonjwa yako uliokuwa nayo awali. Hiyo inamaanisha kama una sukari, yaani kisukari, unapaswa kunywa dawa zako za kisukari kama kawaida, na unapaswa kupunguza sukari kwenye mlo wako. Kitu kinachofuata ni kwamba unapaswa kunywa dawa zako za shinikizo la damu kama inahitajika, au kama una tatizo la tezi la muda mrefu, basi unapaswa kunywa dawa za tezi pia. Pia unapaswa kuacha kuvuta sigara. Jambo lingine muhimu ni kwamba unapaswa kujaribu kupunguza uzito wako ikiwezekana. Jambo la 4 ni kwamba kabla ya upasuaji wa kubadilisha goti, unapaswa kuanza kufanya mazoezi ya kuimarisha misuli ya paja na misuli ya nyuma ya paja ukiwa nyumbani. Hii itaboresha sana kasi ya kupona kwako baada ya upasuaji. Sasa unapaswa kujadiliana mambo haya yote kwa uwazi kabisa na daktari wako wa upasuaji. Ninawahimiza wagonjwa wangu wote wajadiliane nami mambo haya kabla ya upasuaji. Je, upasuaji wa kubadilisha goti ndiyo chaguo la mwisho kwangu? Je, utafanya upasuaji huo kwa goti moja au kwa magoti yote mawili? Ni kifaa gani cha kupandikiza utatumia? Ni faida na hatari zipi zinazoweza kujitokeza kutokana na upasuaji huo? Na mimi huwapa matarajio ya kweli kabisa kuhusu mchakato wa kupona na ukarabati wa viungo. Kwa hiyo, upasuaji wa kubadilisha goti si mchakato wa kiufundi tu wa kubadilisha kiumbo. Ni kuhusu kupunguza maumivu yako, kurekebisha ulemavu, kurudisha uwezo wa kutembea na kukusaidia kurudi kwenye maisha yako kwa njia ya kujitegemea. Kwa hiyo tunza magoti yako, lakini kama maisha yako yanakuwa magumu, muone daktari wako wa upasuaji, jadili mambo haya yote na kisha fanya upasuaji wa kubadilisha goti. Kila la kheri.